Inspekta Jenerali wa polisi nchini Kenya Douglas Kanja amevunja kimya chake kufuatia kukamatwa kwa jamaa mmoja aliyefungwa kituo chake cha polisi cha kibinafsi katika kaunti ya Uasin Gishu. Jamaa huyo Collins Leting akiaminika kuendesha shughuli katika kituo hicho kwa muda wa miezi 6 iliyopita bila ufahamu wa mamlaka. Akizungumza kaunti ya Mombasa, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amesema kwamba utaratibu uliowekwa wa kuanzisha kituo cha polisi cha Kasese haukufuatwa na wanaangazia swala hilo kuona jinsi wanavyoweza kushughulikia kabla ya mshukiwa kuwasilishwa mahakamani. Kuna taratibu ile inafuatwa. Wananchi wa hapa for example wakitaka station, kuna utaratibu ambao inafuatwa. Kuna kitu inaitwa public participation pamoja na leadership ya area fulani. Wao wenyewe wanaona kweli hapa tunahitaji kituo cha polisi ndio tuweze kuongeza usalama. Alafu hiyo mjadala inapelekwa kwa Sub County Security Committee ambao inaongozwa na the DCC wa hiyo area na wakuu ya polisi wa hiyo area na National Intelligence Service na wale wengine ambao wako kwa hiyo vitego za usalama. Wanaikalia chini, wanaiangalia vizuri. Wanaona na kweli vile wananchi wanasema hapa tunahitaji kituo cha polisi ni hivyo. Kwa hivyo hiyo wazo inaletwa mpaka inafika kwa Inspector General wa polisi kule Nairobi, na kweli sisi tukifuata ile utaratibu imewekwa na katiba yetu, tunaona kweli inatakana kupeanwa polisi hapa. Kanja aidha amesema hatua ya mtu binafsi kufungua kituo cha polisi pasi kufuata taratibu ni ukiukaji mkubwa wa sheria. Kuna mtu ambao alifungua station yake, police station. Ya kwanza mimi niseme hiyo ni makosa. Hiyo ndio ile utaratibu inatakana kufanywa na ndio ile angefuata ule alifungua kituo yake ya polisi. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni makosa kubwa ambao haikutakana kufanyika namna hiyo, lakini ikiwa wananchi ya eneo hiyo bado wako na haja na kuwa na kituo cha polisi, hiyo ndio utaratibu ambao inatakana kufuatwa. Asante sana. Mkuu huyo wa polisi nchini Kenya aidha amedokeza kwamba polisi wanalisaka genge la wahalifu lililojipenyeza kwenye mikutano ya Rais William Ruto jijini Nairobi, ambapo liliwapora na kuwajeruhi raia katika maeneo ya Eastlands, katika maeneo bunge ya Makadara, Kamukunji, Starehe, Ruaraka, Kasarani na Mathare. Hakuna mtu ako na ruhusa ya kusumbua ule mwingine. Hapana. Kenya yetu ni huru. Na kwa hivyo wahalifu wote, awe ni yule anasimamisha mwingine, anapora mali ya mwingine, yote tutashughulikia vilivyo. Na tumeshika wale tumekamata, wameenda kutini na wengine tutaendelea kuwasaka. Mhalifu ni mhalifu, si ni kweli? Namna hiyo tu. Mnamo Jumanne alasiri, Rais William Ruto alilazimika kurejea katika ikulu ya Nairobi baada ya kusitisha ghafla ziara yake jijini katika eneo bunge la Kasarani kufuatia hatua ya makundi ya vijana kutumia ziara hiyo kutekeleza wizi haswa katika barabara kuu ya Thika Superhighway na kuwajeruhi wananchi. Rais akikosa kuhutubia mkutano mkubwa uliokuwa umepangiwa Jumanne jioni eneo la Roysambu. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.